Mambo, naitwa Onesmo. Na jambo dogo sana nataka kukumbusha. Unajua, maisha ya Watanzania walio wengi sio ya tabu na mateso sana eti kwa sababu Mungu alipenda yawe hivyo. Wala maisha yetu sio ya tabu na mateso eti kwa sababu tulizaliwa na laana. Wala maisha yetu sio ya tabu na mateso eti kwa sababu tuna nyota chafu. Wala maisha yetu sio ya tabu na mateso eti kwa sababu tulitupiwa pepo fulani. Wala maisha yetu sio ya tabu na mateso eti kwa sababu hatutoki kwenye familia za wapambanaji, za watu wenye kiu ya kubadilika. Hapana. Ukweli ni huu. Maisha ya Watanzania walio wengi ni ya tabu na mateso makali kwa sababu tumesalitiwa na viongozi wachache tuliowakasimisha madaraka. Viongozi ambao waliingia madarakani kwa promise kwamba wanaenda kusimamia social contract, lakini badala yake wamegeuka wapiganiaji wa maslahi binafsi. Kutwa kucha wanawaza maslahi binafsi huku maslahi mapana ya umma wakiyatoa sadaka. Hali hii haipaswi kuendelea kuwa hivi. Tuna uwezo kabisa wa kuibadilisha. Na hatua ya kwanza ni kukataa kushiriki katika matendo yoyote yale yanayotoa uhalali wa ushenzi huu kuendelea. Tendo la kwanza kabisa tunalopaswa kulipinga kwa nguvu zote ni hiki kinachoitwa uchaguzi unaopaswa kufanyika siku za karibuni. Huu sio uchaguzi, ni ushenzi, ni ukatili, ni display ya arrogance ya viongozi ambao wanaonekana kabisa kwamba hawajali kitu chochote isipokuwa madaraka, isipokuwa maslahi yao binafsi. Now, tunafahamu kwamba wana bunduki, wana rungu, wana majeshi, wana kila coercive instrument zenye uwezo wa kutuumiza, zenye uwezo wa kutuua, zenye uwezo wa kutupersecute. Lakini tutawatumia ujumbe mmoja tu siku zote. Ujumbe wenyewe ni huu: hatutopiga kura mpaka pale kura zetu zitakapokuwa na thamani. Hatutopiga kura mpaka pale kura zetu zitakapokuwa na uwezo wa kuleta uwajibikaji wa kiserikali, wa kitaasisi na kiuongozi. Hatutopiga kura mpaka pale kura zetu zitakapohesabika. Full stop. Acha waendelee kurukaruka kufanya yote, kututishia, kutuziba midomo, kufanya, lakini sisi tuendelee kupashana habari kwamba hatutopiga kura mpaka pale kura zetu zitakapothaminiwa. Huu ni mwanzo katika hatua muhimu kabisa ya kukataa kuhalalisha matendo ya kishenzi ya watu wachache wasiojali maslahi mapana ya umma wa Tanzania, na badala yake wanapigania maslahi binafsi na maslahi ya saiko zao. Hatutopiga kura mpaka pale kura zetu zitakapokuwa na thamani. Mimi naomba niulize swali moja kwa watu wa Arusha, jimbo la Arusha mjini. Hivi ni kwamba Paul Makonda ana uchungu sana na hilo jimbo, au Paul Makonda anaijua Arusha sana kuliko watu wa Arusha? Au Paul Makonda ana mapenzi sana na watu wa jimbo la Arusha mjini mpaka yeye kumpelekea kugombea hilo jimbo? Swali: alikosekana mtu ambaye ni mzawa wa Arusha. Hii haina hata haja ya ubaguzi. Sio mambo ya ubaguzi. Ni kawaida tu, ni swali la kawaida. Alikosekana mtu mkamchagua ambaye ataiwakilisha Arusha mjini hilo jimbo? Mtu ambaye amezaliwa Arusha, mtu ambaye amekulia hapo Arusha? Au ni nyama alizowalisha ndo ambao ziliwafanya nyinyi kumpa nafasi ya kugombea? Kwani Arusha nyinyi mna shida gani? Au ni machozi yanayolia kwa uchungu ndio amewafanya nyinyi mumpe agombea jimbo la Arusha mjini? Arusha, what's wrong with you? Shida ni nini? Yaani shida nini? This is weird, I'm telling you. Watu wa Mungu hawayuni, soma hilo neno hapo nyuma, wanasema kulipa kodi ni nini? Uzalendo. Sasa nasemaje, kama unajijua wewe ni content creator kama mimi, na hizo content zinakuingizia mtonyo, unaitwa, unapewa madini, na kwambia hivi njoo TRA ujie usajiliwe ulipe kodi.
La jamani, serikali ya Mama Samia mtuone huruma basi kidogo, hivi tu kidogo jamani, ndio watoto wenu tunajitafuta. Hizi kodi jamani, kwa heshima, utu na utulivu, ninaomba mtufikirie content creator kwa mara nyingine ya pili kuhusu haya masuala ya uzalendo wa kodi. Nimeomba tu jamani, kama nitakuwa nimekosea nisamehe. Kodi nalipa, lakini naomba mtufikirie. Haya, asanteni, nawapenda sana. Stay safe and bye. Jeshi la Wananchi, Jeshi la Wananchi, naombeni sana, tunaombeni mwenye msimamie nchi. Jeshi la Wananchi, tafadhalini, tuko chini ya miguu yenu. Sio kwa mauaji tu na utekaji na kutupa tu baharini, ni too much. Huyo Makonda Konkodi kuna nyumba yake kule, afu yake kama sio yeye. Hao watu wanaenda kulala na wake zao, watoto wao wale pale watoto zao. Unajua wanasoma wapi? Wanasoma watoto wa viongozi, walimu. Haya yanatokea kwa watu, wanaweza kutoka kwa nyie. Kwa hiyo walimu pia tunawategemea sana. Asanteni. So leo nitakuja kushare tofauti ya maandamano ya Mange Kimambi. Yaani namaanisha yale 2018 na haya 2025. Kwanza tofauti ya kwanza kabisa ni selection ya siku yenyewe ya maandamano. Yale ya mwaka 2018 haikumlazimu kila Mtanzania kutoka kwa barabarani. Lakini haya 2025 ni siku ambayo kuna tukio la kitaifa ambao ni siku ya uchaguzi. Kwa hiyo kila Mtanzania siku hiyo anatoka. Yaani tunasema anaenda kutiki atatoka na asienda kutiki atatoka. Tafsiri yake ni kwamba wote watakuwa on the road. Sisi hatujua kama wanaenda kutiki au kuendi kutiki, lakini ninachojua ni kwamba ni siku ambayo kila mtu atatoka. Lakini jambo la pili ni kwamba uungwaji mkono wa maandamano. Tumeshuhudia maandamano ya 2025 yakiwa na uungwaji mkono mkubwa sana. Tofauti na yale maandamano ya mwaka 2018 ambapo haya 2025 tuwashuhudia kwamba mpaka viongozi na watu wazito kutoka ndani ya CCM wanaunga mkono kwa sababu ya mikanganyiko ambayo iko ndani ya chama. Lakini mwaka 2018 ni mwaka ambao Chama cha Mapinduzi kilikuwa imara kupita nadhani nyakati zote ambazo mimi katika uhai wangu nishuhudia nikiwa mwana CCM. Yaani ukiniambia wewe kama mwana CCM ya sasa hivi na 2018, nitaitaka 2018. Ile nilikuwa proud kwamba naweza nikaidefense popote kwa moyo wangu mmoja, na ndo kazi nilikuwa nafanya. Tofauti na sasa hivi. Kwa hiyo uungwaji mkono wa sasa hivi ni kwamba sasa hivi maandamano haya yanaungwa mkono sio na Chadema tu, mpaka na CCM, mpaka na taasisi zingine kubwa zimekuwa driven in kutokana na matukio mawili matatu. Nakuta mpaka taasisi za kidini nyingi zimeshaingia huko, kitu ambacho kinaongeza nguvu. Lakini pia utofauti wa maandamano yale na haya ni kwamba yale maandamano tulikuwa tunajua mtu akitoka tunajua huyu anakwenda kuandamana, kwa hiyo kuna namna tuna uwezo wa kufanya lolote. Lakini sasa hivi hujui anaenda kuandamana nani, kila mtu anatoka. Wanaenda kutiki wanakuambia mfuate mwenzio, tunapanga line tunaenda kutiki. Wasioenda kutiki wanaenda kuandamana wanakuambia mfuate mwenzio, tunatoka. Na tofauti nyingine kubwa sasa, hii ndio kubwa zaidi, yaani ya mwisho lakini kubwa sana, ni kwamba maandamano ya mwaka 2018 yalikuwa organized kwa Telegram. Ilikuwa ni rahisi sana kwa mamluki kuingia, kujua viongozi ni nani. Unajua kwenye grupu la Telegram kulikuwa na uwezo wa nyie mnapanga mikakati yenu kwamba sasa jamani, maandamano sasa hivi vipeperushi viko Sinza labda sisi fulani, anaingia mtu ambaye anatukana vibaya mno serikali, yani anatukana. Mnajua Yesu huyo ndo mwenyewe, mwanangu vipeperushi viko wapi hivyo? 1 2 3 tuunge nguvu, mimi nina kama kopi 1000, sio anaelewa. Tunganishe nguvu, si tufanye nini? Naamini. Kumbe yule mtu ni mamluki, anaingia tu kutukana na wachola then. Yani yale maandamano hayakufanikiwa yakasizi kwa staili kama hiyo.
maandamano ambayo yalikuwa yanaongozwa kwa Telegram. Lakini sasa 2025 ni wakati ambapo unaona tu mabango, unaona tu maandishi kutani, maandamano, haujui nani kaandika. Hakuna groups kwamba jamani Telegram tunaungana tuafanye hivi. Yani yako disorganized. Kitu ambacho kiko organized, ukishika tu uongozi organization ile, manake hicho kitu kimeshakufa. Lakini kitu ambacho hakina organization, huelewi kinatokea wapi, kinaanzia wapi, kinaishia wapi, is hard to control. Na ndio maana tunasema kwamba no matter what, lakini siku ya tarehe 29 itakuwa ni siku ngumu sana. Sio rahisi kama watu wanavyosema. Matamko ambayo unayasikia yote, mengi ninayoyasikia, nafahamu ni kwa ajili ya kuchukua tahadhari, ni kwa ajili ya kujipanga, ni kwa ajili ya kuandaa watu kisaikolojia, mengine kwa ajili ya propaganda. Lakini kila mtu deep inside anafahamu kabisa kwamba hii ya tarehe 29 ya mwaka 2025 ni tofauti na ya mwaka 2018. Yani hiki ni kitu ambacho ujue, unaambia mtu usithubutu kuandamana, usije ukathubutu, then anakujibu anakuambia sisi tunafanya maandamano ya amani. Ni mtu anakuambia nyie mtakaoleta fujo tarehe 29 tutawashughulikia ipasavyo. Then mtu anakujibu anakuambia fujo labda waje nazo polisi. Hivi fujo labda waje nazo polisi ni kitu kigumu ni kitu kigumu Ujasiri wa namna hiyo, mtu ambaye anakujibu namna hiyo, tafsiri yake ni kwamba pia amejipanga. Lakini alipojipangia wapi? Anachojiaminia nini? Yes, from nowhere. Ni kama roho fulani hivi imeingia watu, spirit fulani hivi ya kwamba I don't care. Kwa sababu huyo anajibu yuko peke yake. It's not a thing kwamba tunategemeana kuna mtu atatoka. Hii ni mbaya, hiki kitu ni kigumu sana. Ni kitu ambacho kinahitaji hekima sana control. Ni kitu ambacho kinahitaji hekima kiuhalisia kudili nacho. Tuna siku takriban 9 kuelekea tarehe 29. Mimi kwa mtazamo wangu nilikuwa naona kama kuna kitu kinaweza kikafanyika. These few days, it's not too late. Bado tuna nafasi ya kufanya kitu, kuwa na maridhiano ya pamoja. Bado siamini kama kuna lazima kwa kuwa tumeanza lazima tumalize. Tunakuwa tunafanya kama, yani tunaingiwa na roho kama ya kucheza kamari. Umeliwa 5,000 unasema ngoja nirudishe 5,000 yangu nitaacha. Unapigwa 10,000 ngoja, yani mpaka unafilisika. Yani kwamba sasa nimeshatumia hela yangu, nifanyeje, acha nimalizie tu. Tusiingie na hiyo addiction kwamba kwa kuwa tulishaanza kufanya basi mpaka tumalize. Ni mbaya. Tusimunderestimate huyu mtu au raia wa kawaida kwa sababu yuko disorganized au kwa sababu hana kitu ambacho sisi tunacho. Hebu tukubali kwamba sisi ni watu na wale ni watu. Lakini tukubaliane kwamba sisi ni wamoja, nafasi nionayo leo inaweza kukaliwa na yule ambaye hana nafasi. Tuamue kukaa kuangalia kitu gani tunaweza tukakifanya ili hiyo tarehe 29 isiwe ngumu kama ambavyo inatazamiwa kuwa ngumu. Kumekuwa na nabii nyingi sana tunazisikia, nyingi zimekuwa zikitokea. Sasa tukisema tuache hii ya tarehe, tuache tu, ngoja tuone yani tutumie nguvu tu, nguvu. Sioni kama ni suluhu. Au vitisho kama ni suluhu. Kuna wakati mwingine ukimtisha mtu unamtengezea mazingira ya kujiandaa na kukasirika zaidi pia. Naye akaona kwamba kama umenipania hivi, kumbe natakiwa kujipanga hivi. Inawezekana alikuwa na mpango wa kuja tu bare hands, lakini anaona kama nimetishiwa hivi, natakiwa ni defense, niwe na kaulinzi na mimi ili nitakaposhambuliwa ni fight back. It's too bad kwa sababu is minority with is majority. It's too bad. Kwa sababu wale ambao wanaenda kutiki hawana mpango wa kuwazuia watu ambao hawaendi kutiki. Hawana mkakati wala hawana ile spirit ya kwamba tutaenda, kwa nini hao hawaendi kutiki tenda kudinao. Lakini watu ambao hawaendi kutiki
wana mpango kwamba hawa lazima tutawazuia. That means nachoka mimi. Siwezi nikaelezea kila kitu, nachoka kwa kweli. Tungekubaliana tu tumalize mambo kwa amani. Watu wangu, yani mimi napenda vitu 3 duniani. Cha kwanza ni Mungu, Tundu Lissu na Watanzania. Na ndio maana sikai kimya nikiona natoa machozi cha uchungu cha mateso. Yani eri tukufi tutupio baharini kama polepole, kama kibao. Na tukufe wa Tanzania kikumbuka tulikuwa na vijana shujaa sana katika taifa hili. Na ndio maana tunasema wazembe wa CCM aondoke madarakani leo mwezi wa 10. Na ni lazima hizo ndoto tutatimiza. Na Mwenyezi Mungu atatusaidia tutimize ndoto zetu. Tunasema CCM yani nyewe umeshika utawala kama ni ya baba zenyu. Umeshika utawala vibaya sana. Na tunasema kwa roho thabiti, bila utani, bila kutotoania, leo mtaondoka. Na Samia utaleta kiburi, lakini sisi ndio tuko na kiburi ya kukushinda. Hata uoni aibu, umekatiliwa rambirambi kutoka Kenya. Mbusi wewe, ukaanza kunyimia wananchi asiende kusiga Raila. Kwenda Boy Mawezo nitakuwepo kwenye maandamano Oktoba 29. Macho atoki mtu, ama zao ama zetu. Tupo wengi kuliko wao. Hata wakulu wa Ukaya, Gailo, wakulonga nafi, Chisoka, Raisi, Hachikumwenda, Yeje Yungi, Nina Samia, hakuda kulongosa nchi yetu Tanzania kashindi igwa. Mbona kuna wanu wakukomigwa kila siku? Mbona kuna wanu wakutekigwa? Wakulu wa Ukaya Igailo, walonga nafi, Chimsoka, Chisagule Yungi, Chingogoe, Chikogoa, Chikutekigwa chikufa. Asa kama nafi chikulonga, wanu wakuchiteka chikufa. Asa sibola chilonge ukweli umanyike Mtanzania, Chisoka chikwenda wanu kifa nafi. Tupo zaidi ya Watanzania milioni 60. Sasa siku hiyo ikitokea tumekufa Watanzania milioni 20, hao watakao baki wataishi katika maisha mazuri, maisha ya haki, maisha yenye upendo, maisha ya sio Mtanzania kutekwa, sio Mtanzania kuuawa, Mtanzania uishi vizuri kabisa kwa amani kama ilivyokuwa zamani, maisha ya kizalendo, pasiwe kuna umimi, pasiwe kuna udini, pasiwe kuna ukabila, pasiwe kuna manunguniko yoyote. Ndio maisha tunayotaka Tanzania. Kwa hiyo siku hiyo ikifika, tufanye jambo letu, tutoe uongozi ambao unateka watu, unatesa watu, tulete uongozi mpya, tulete Tanzania mpya. Tanzania imerudi sasa. Kuna wale maafisa wa polisi ambao wanatishia wananchi. Nataka niwaambie hivi, akina sijui Mafwere, akina sijui nani. Watanzania kama mmeona kitu imehappen hapa Kenya, kwa kifo ya Raila Odinga, Wakenya tuna umoja. Risasi zimepigwa Kasarani, lakini sisi ni nani? Hatuogopi. Hiyo ndio kitu nataka mfanye. Hakuna kuogopa hawa watu tena. Kwa sababu mkiogopa, wataendelea kuwateka, wataendelea kuwaua, wataendelea kuwakatakata, wataendelea kuwakandamiza. It is your time now. It is your time now. You fight together, you unite, na mkomboe nchi yenu. Na wakijaribu kuleta ujinga, mutawageuza mboga. Hao watu mtawaonyesha moto. Muta go after their families. So kuna familia, kwani wanatishia wanadhani wao ni nani? They will know. Tanzania belong to Tanzanians. Na msiogope, na msirudi nyuma. Nchi ni yenu. Allah. Hebu TCRA acheni mikwala bwana. Acheni mikwala. Kuna watu wa kuchimba mikwala lakini sio sisi au sio mimi, kwa sababu siogopi chochote wala stishu na moyote. Unanitumia ujumbe eti ukipokea ujumbe wa matusi, uzushi au unaochochea chuki, ufute na usisambaze kwa mtu mwingine. Unanitumiaje ujumbe kama huo? TCRA. Alafu ilaini mimi nimesajili kuna kampuni. Kuna kampuni ambayo imenisajilia ilaini imenipa. Na natumia vocha zao. Kwa nini TCRA mtutumie message? Kwa nini?
Mara jiandae na uchaguzi. Mara sijui nini na nini. Acheni kelele TCRA. Acheni, na waonya, acha kabisa. Nchi hii tumeamka. Sisi sio kama nyie mmekana serikali ya kipuuzi ambayo inazuia hata watu kwenda misibani. Unajua kwa nini watu wamehuzunika sana na kifo cha Raila Odinga? Ni kwa sababu alikuwa mpigania haki. Alikuwa upande wa wananchi. Lakini leo hii kwetu tunatamani hata huyo rais aliye madarakani afe, na hatutahuzunika, tutasherekea. Tutachinja na kufurahi kabisa kwa sababu ya matendo ya kijinga yanayofanywa na serikali. Hebu jiulize, katiba ya mwaka 1977 inakuja kufanya kazi wakati huu mwaka 2000 na usini utoto. Yaani fagio lilofagia vumbi kipindi cha 1977, ile fagio lije lifagie kwenye rami kweli jamani? Mwaka 2000. Hii si sawa. Na mnaona wananchi mazozo, mnawadanganya kabisa kwamba mkinichagua ndani ya siku 100 nitafanya hivi na hivi na hivi. Hivi miaka 4 uliyopewa ulifanya nini zaidi ya kutuingiza hasara? Ukatuingiza kwenye madeni, ukatuingiza kwenye shida. Rais na serikali yake ya CCM. Leo hii unataka siku 100 tena, ndani ya siku 100 utafanya hivi na hivi. Hivi kama ulishindwa kushiba kwenye sahani, unafikiri kwenye bakuli utaweza? Hebu rizikeni bwana, acheni utoto. Tarehe 29 ni maandamano ya amani. Tunahitaji katiba mpya. Tunahitaji matukio ya kutekwa watu, kuumizwa watu yakomeshwe. Tunahitaji kuchukua hatua kwa wale watu wote ambao wanatumia vibaya fedha za umma, akiwemo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa mnatuona kama mazozo vile. Sisi hatuogopi. Mimi nitasimama kwenye ukweli na nitasema ukweli siku zote, na nitawahabarisha wenzangu kila kitu kinachoendelea, kila uozo unaofanywa na serikali. Lakini sitaogopa chochote, kwa sababu huwezi kunitisha na kifo. Mimi siogopi kufa. Kila mwanadamu aliyezaliwa ni lazima atakufa tu. Acha vitu. Kuna watu wanatumika vibaya, kuna watu wanaongwa pesa, kuna vyombo vya habari zinatoa taarifa za uchawa. Kuna watu leo wamekuwa machawa. Alafu hao watu, nakwambia kitu kimoja Mtanzania, ukiona media yoyote inayosupport uchawa na ulifollow, unfollow. Hatutaki uchawa. Tunataka tutengeneze Tanzania hii moja. Ukiona kuna media inasupport uchawa, unfollow. Ukiona kuna msanii support uchawa, unfollow. Haina haja kuwafuatilia hao, ndio wanaotuuza miaka yote, washapewa pesa hao. Wamepewa pesa ili kuiuza hii Tanzania. Kila siku Tanzania inakuwa inateseka kwa ajili ya watu wapuuzi. Lakini utakapompa jimbo asiye Chama cha Mapinduzi, anakwenda kuongea na nani? Anakwenda kumuomba barabara nani? Anakwenda kumuomba maji nani? Kwa sababu mwenye serikali ni Chama cha Mapinduzi, yeye ni mpinzani. Ndugu zangu wa Bunda, msicheze na hiyo kitu. Kabisa msicheze na hiyo kitu. Pelekeni kura kwa wate. Sijaja hapa kupinga maneno ambayo anazungumza Mheshimiwa Rais hapo juu. Nimeona vijana wengi wa Kitanzania tumekuwa ni watu wa kushangilia kila neno ambalo linazungumzwa na kiongozi. Sasa nimekuja hapa, nataka nitoe elimu kidogo. Majukumu ya serikali au kazi ya serikali ni nini? Naomba utege sikio kijana mwenzangu unayeshangilia kila neno ambalo linazungumzwa na kiongozi. Serikali na kazi kuu mbili. Kazi ya kwanza kukusanya kodi, lakini pia kazi ya pili ni kuhudumia wananchi. Eneo lolote ambalo serikali inakwenda kuchukua kodi, basi eneo hilo serikali inapaswa ipeleke huduma, pasipo kujali anayeongoza ni nani, pasipo kujali eneo hilo linaongozwa na mtu wa upinzani au na mtu wa chama tawala. Sasa kumekuwa kuna uvumi kwamba ukichagua mtu wa upinzani basi maendeleo hayaji. Hapana. Maendeleo yanakuja mahala popote ambapo serikali inachukua kodi. Kama huko nakokaa serikali haiji kuchukua kodi, basi serikali haipaswi kuleta maendeleo, kwa sababu itatoa wapi fedha
za kuleta maendeleo huku ambako haichukui kodi. Na ndio maana unakuta serikali haipeleki maendeleo milimani kwenye miti huko, kwa sababu huko kwenye miti serikali haichukui kodi. Serikali inaleta maendeleo mahala ambapo wapo watu, kwa sababu mahala pale serikali inachukua kodi na inapaswa ipeleke maendeleo. Inapaswa ipeleke barabara, ihakikishe barabara zinapitika, inapaswa ipeleke umeme, inapaswa ipeleke maji. Kila kitu ambacho kinahusu jamii serikali inapaswa ipeleke, kwa sababu inachukua kodi, pasipo kujali anayeongoza pale ni mtu wa upinzani au ni mtu wa chama tawala. Na kazi ya mbunge maana yake sema ukichagua mbunge wa chama cha upinzani atulete maendeleo. Sasa nataka nikupe maana ya mbunge. Nini kazi ya mbunge? Kazi ya mbunge ni kutunga sheria, kupitisha budget, kuwajibisha, kuishauri na kuikosoa serikali. Na mbunge ni kiunganishi cha wananchi na serikali. Yaani kwa mfano nyie jimbo lenu labda niweke mfano labda jimbo la Kyela. Jimbo lenu nyie watu wa Kyela huko. Mtu ambaye hamwezi mkaondoka wote kwenda Dodoma kupeleka matatizo yenu. Sasa badala ya kwenda nyie wote Dodoma kupeleka matatizo yenu, mnamchagua mtu mmoja ambaye ndo atabeba shida zenu nyie. Anakwenda kuwasemea bungeni kwamba sisi tuna changamoto kwenye zao la kokoa, sisi tuna changamoto kwenye zao la mawese sisi tuna changamoto kwenye zao la mpunga labda, sisi barabara hazipitiki. Huyo ndo mtu ambaye nyie mnamteua akawasemea bungeni. Na serikali mle bungeni imetuma watu ambao ni mawaziri. Yaani wakati mbunge wako anasimama kumwambia spika kwamba sisi tunaomba bei ya kokoa Kyela ipande, wakati huo yuko waziri wa kilimo pale. Sijui mnasema mpunga, sijui vipi, mbolea, nini na nini, pembejeo zinasumbua. Serikali na waziri wa kilimo yuko mle bungeni anaandika. Ndio kazi ya mbunge. Sasa haya maneno ya kusema mkichagua mtu wa upinzani maendeleo hayaji, hapana. Nyerere wala hakuumba nchi ya design hiyo. Na tunaomba sana Watanzania muwe mnatumia akili zenu. Msipende sana kushangilia kila kitu ambacho kiongozi anazungumza. Embu tumieni akili. Na unajua viongozi wanawakadirieni. Wanaangalia nyie mnafuatilia sana mipira, mfuatilie masuala ambayo yanawahusu. Na ndio maana anaweza kazungumza neno lolote lile nyie mnaliamini, si amlifuatilii na mnaamini. Anaweza kazungumza vitu vya propaganda na mkaamini. Si unajua propaganda ni maneno ya uongo yanayofanana na ukweli. Sasa kama ni mtu utumia akili, unaweza kaamini. Kwa ndugu zangu, mambo yako hivyo. Serikali inapaswa ipeleke maendeleo eneo lolote ambapo serikali inachukua kodi, pasipo kujali anayeongoza pale ni mtu wa upinzani au ni mtu wa chama tawala. Wewe fikiria serikali inaenda kuhudumia mbuga za wanyama, kwa sababu zile mbuga za wanyama serikali inaingiza fedha, watalii wanakwenda kule. Na ndio maana serikali kishachukua fedha kutoka kwa watalii, inatakiwa sasa ikaboreshe zile mbuga, angalau sasa watalii wao wanakuja kwa wingi. Ndio kazi ya serikali. Serikali kishachukua kodi kwetu, lazima ihakikishe tunapata hospitali, tunapata maji, tunapata madawa, tunapata kila kitu. Sasa huo uvumi wa kusema mkimchagua mtu wa upinzani maendeleo hayaji, sidhani kama Nyerere alitengeneza nchi ya design hiyo. Labda ni uelewa wa watu tu, tunakosa uelewa. Nadhani mpaka hapo mmenielewa, na tutazidi kupeana elimu, kwa sababu huu sio ugomvi. Tutazidi kupeana elimu. Usichokielewa nitakuelewesha, nisichokielewa nitaeleweshwa. Na hoja inatakiwa ijibiwe kwa hoja. Hoja haijibiwi kwa risasi, hoja haijibiwi kwa bomu. Hoja haijibiwi kwa kutuma watu waje tuchukue usiku. Hoja ijibiwe kwa hoja. Asanteni sana na Mungu awabariki.